Tunafanya kazi bila uhakika wa kesho yetu, bila uhakika wa mishahara yetu, bila uhakika wa mapumziko yetu. Wakati mwingine tunalipwa chini ya kiwango kinachostahili. Wafanyakazi wa nyumbani wamewaomba waajiri wao kuzingatia tangazo la serikali linalotaka kima cha chini cha mshahara kwa mwezi kuwa shilingi 80,000 kwa wafanyakazi wanaoishi kwa waajiri wao. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hatukuja kulalamika. Tumekuja tukiamini kwamba mabadiliko yanawezekana. Tunatamani kuona wafanyakazi wa nyumbani wakijiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii. Wametoa ombi hilo Juni 16 mwaka huu 2026 wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wafanyakazi wa nyumbani iliyoratibiwa na shirika la Wote Sawa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Nasi tunatamani kuwa wakati umefika kwa wafanyakazi wa nyumbani kuonekana, kusikilizwa, kutambuliwa na kusaminiwa. Tangazo hilo nambari 605 la mwezi Oktoba mwaka 2025 lililoanza kutumika Januari mwaka huu 2026 linataka wafanyakazi wa nyumbani walioajiriwa na wanadiplomasia kulipwa kima cha chini cha shilingi 328,028, walioajiriwa na maafisa wa serikali na viongozi wa ngazi ya juu kulipwa shilingi 265,065 na shilingi 101,060 kwa wafanyakazi wasioishi kwa waajiri wao. Tunafanya kazi kwa bidii, lakini wakati mwingine tunakutana na maneno ya kudhalilisha, dharau na mitazamo hasi inayopunguza thamani ya kazi yetu. Kana kwamba kazi yetu si kazi, kana kwamba mchango wetu si mchango. Wakati mwingine tunakatwa mishahara kwa makosa madogo madogo, na wakati mwingine mishahara yetu hutunzwa na waajiri wetu. Hapo ndipo tunapobaki na swali moja. Hivi huko maofisini mishahara yao huwa wanatunziwa? Pia ujumbe wetu kwa waajiri wetu, mkitupenda na sisi tutawapenda. Ndio maana tunasema mfanyakazi wa nyumbani ni salama na familia pia ni salama, ukitujali sisi na kutokutunyanyasa. Sasa basi tunapenda kuwaomba wakubali lile tamko la serikali la kuweza kutulipa kima cha chini cha mshahara ambacho kimewekwa na serikali, ambayo ni 80 kwa mfanyakazi anaishi nyumbani. Naye mkurugenzi mtendaji wa shirika la kutetea haki za wafanyakazi wa nyumbani la Wote Sawa, Angel Benedicto, ameiomba serikali kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kutatua changamoto zinazowakabili wafanyakazi wa nyumbani, huku pia ikiridhia na kusaini mkataba nambari 189 wa shirika la kazi duniani ILO unaohimiza haki za wafanyakazi hao. Wafanyakazi wa nyumbani bado hawana vitambulisho vya taifa, hali ambayo inawazuia kufungua akaunti za benki, kujiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii na kunufaika kikamilifu na huduma rasmi za kifedha. Ndugu mgeni rasmi, bado watu wanaendelea kuajiri watoto wadogo. Unakuta mtu ameajiri mtoto wa miaka 10, 12, 13 akitegemea kwamba atamfanyia kazi au atamlelea watoto wake, hali ambayo hata huyu bado ni mtoto, anahitaji kulelewa. Changamoto nyingine mgeni rasmi ni pamoja na upatikanaji wa rasilimali za kutosha kwa ajili ya kuendesha shughuli za Wote Sawa, ikiwemo programu ya nyumba salama, huduma nyingine za ulinzi wa manusura. Kadri mahitaji yanavyoongezeka ndivyo gharama za chakula, malazi, huduma za afya, usafiri na huduma za ustawi wa manusura zinavyoendelea kuongezeka. Ndugu mgeni rasmi, mwaka 2025 pia shirika lilifanya utafiti, na katika hali halisi ya wafanyakazi wa nyumbani katika mikoa mitano ilionekana katika wafanyakazi 613 kutoka mkoa wa Mwanza, Dodoma, Morogoro, Arusha na Dar es Salaam. Utafiti uliwezesha kuipatia Wote Sawa ushahidi wa kina kuhusu hali ya changamoto zinazowakabili wafanyakazi wa nyumbani, na matokeo yalionyesha kwamba 91.8% ya wafanyakazi wa nyumbani ni wanawake, wengi wao wakiwa ni vijana wenye umri takriban miaka 22, huku 14% wakiwa hawajawahi kupata elimu rasmi na 58.7% wameishia elimu ya msingi. Aidha, 94.5% wanategemewa na familia zao, hali inayowalazimu wengi kuvumilia mazingira magumu ya kazi ili kuendelea kuhudumia familia zao, kama ambavyo tumeshuhudia wakisoma barua mbele yako. Takriban 91.7% hawana mikataba ya ajira iliyoandikwa. 54.8% hufanya kazi kati ya saa 9 hadi 12 kwa siku, na 78% ya wanaofanya kazi za ziada hawalipwi malipo ya muda wa ziada.
Vilevile 96.4% hawana bima ya afya na 43% wamewahi kukumbana na aina moja au zaidi ya ukatili au unyanyasaji, na 10.6% pekee wanaofahamu sheria zinazowalinda. Hali hii inawawekea wafanyakazi wa nyumbani katika hatari ya unyonyaji, ukosefu wa usalama wa ajira, umaskini wa kipato, pamoja na kushindwa kupata huduma na ulinzi stahiki wanapokumbana na changamoto kazini. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda, kupitia hotuba yake iliyosomwa na katibu tawala wilaya Ilemela Mariamu Msengi, ameahidi ushirikiano katika kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wafanyakazi wa nyumbani. Nimesikia pia kwamba baadhi yenu mnakabiliwa pia na tatizo la kutokuwa na vitambulisho vya NIDA. Hivyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa anawaelekeza afisa NIDA mkoa pamoja na Mheshimiwa wakuu wa wilaya zote za mkoa wa Mwanza kuwasaidia wafanyakazi kupata vitambulisho hivyo vya uraia, kwani ni haki ya msingi na ni maelekezo ya serikali kwamba kila mwananchi mwenye sifa apate kitambulisho hicho kwa ajili ya kutambulika na kukitumia katika huduma mbalimbali anazohitaji. Hapa naomba pia niongeze pia msisitizo, sisi kama makatibu tawala pia kwa nafasi zetu pia ni wasimamizi wa hizi ofisi za NIDA pamoja na RITA ngazi za wilaya. Hivyo basi ombi lenu limepokelewa na maagizo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa tutaenda kuyafanyia kazi kwa uzito mkubwa. Hii ni BMG Online TV, mimi ni George Binagi.